Na tunaendelea na safari yetu ya kitabu cha Mwanzo, na leo tutaweza kumalizia mlango huu wa 26. Tumevikamilisha vifungu vingi, na leo huenda tutakuwa na kazi kubwa sana, ila juma lililopita tuliweza kuona kurudi kwa Isaka Barshema, mahali penyewe alipokuwa ametoka kwa sababu ya njaa. Bwana akakutana naye katika mji ule wa Gerari katika ufalme wa Abimelech na kumkataza kwamba asiendelee na safari yake. Isaka akamtii Bwana, akangojea katika mji ule wa Gerari, na mwaka ule ule Isaka akaweza kupanda, na alipopanda katika nchi ile ya Gerari akaweza akavuna mavuno mengi, na Biblia inasema akaendelea kuongezeka katika utajiri na mali, hadi mfalme na wenye kijiji cha ufalme ule wakaanza kutishika mno kwa sababu ya kufanikiwa kwake mtu huyu. Akafukuzwa katika mji wa Gerari, akashuka katika bonde la Gerari, na akiwa katika bonde lile akavichimba visima. Tukaona upinzani ambao anaopokea kutoka kwa wenyeji, hadi visima vile alivyovichimba akaviita majina kulingana na hali aliyokuwa anayepitia. Moja akakiita Isek, ambayo inamaanisha kinachopiganiwa, na ingine akakiita Sitna, ambayo inamaanisha upinzani. Na baadaye, baada ya kuweza kuondoka mahali hapo, na akaweza kuchimba kisima kingine, nacho kikaweza kutoa maji yaliyo na chemichemi, hivyo akakiita Rehoboth, kwamba Mungu ameweza kunipa nafasi kubwa. Tuliangalia pia Mungu akiweza kurudi kuanzia fungu la 24 hadi 25, akiweza kudhibitisha ahadi kwa Isaka kwa ajili ya Abrahamu mtumwa wake. Na Bwana akamtokezea. Huu ni wakati ambao wamerudi katika Barsheba. Bwana akamtokezea usiku ule, na anapomtokezea anamwambia ya kwamba asiogope kwa sababu ya vita vile ambavyo alikuwa amevipitia kutoka kwa watu wale wa Gerari na mfalme mwenyewe wa Gerari. Asiogope kwa sababu sasa ana hofu, akiona ya kwamba ataweza kuvamiwa tena na watu hawa mabaradhuli wa mji huu wa Gerari. Asiogope kwa sababu Bwana yu pamoja naye, lakini Bwana pia zaidi ya hayo anajitambulisha na kumwambia Isaka ya kwamba mimi ni Mungu wa Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo hilo linakuwa faraja kwa sababu Mungu akimwambia Isaka kuwa yeye ni Mungu wa Abrahamu, Isaka anaweza kuangalia maisha ya Abrahamu vile alivyokuwa na kuweza kuona yamkini Mungu alikuwa pamoja na Abrahamu. Kwa hivyo ni kweli kwamba Mungu huyu hadhihaki katika kujiitanisha, lakini tukasema jambo hilo li zaidi ya hivyo, kwa sababu ni mdogo ambaye hujitambulisha na mkubwa, wala si mkubwa kujitambulisha na mdogo. Kwa hivyo jambo hili linatuambia nini kumuhusu Mungu? Mungu anakubali kushuka kutoka hemaya ya ufalme wake na sifa zake kama Mungu, na kumruhusu kwamba kuweza kuwa pamoja na wanadamu. Na chambelecho kweli Mungu wetu ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Lakini tuliona pia utembezi wa wageni wale wa kutoka Gerari, ambaye ni mfalme pamoja na washauri wake, wakiwa wameweza kumjia
kijana huyu ama baba huyu Isaka si kijana sasa. Huyu ni mzee ambaye anaelekea miaka 70 huko, kwa sababu amekaa muda mrefu. Watoto wake wamefika miaka 40. Kwa hivyo kama watoto wamefika 40, yeye pia ameweza kuendelea mno katika miaka. Na kama alioa akiwa na miaka 40, basi sasa huyu tunayemwongelea Isaka hatumuongelei kijana mdogo, ni mtu wa miaka 80 hapo. Na tutajua ya kwamba anafikia miaka hii kwa sababu ya fungu lile la mwisho, fungu la 38 ambalo linamtaja Isaka, linamtaja Esau mwana wa Isaka, ya kwamba alipokuwa na miaka 40 ndipo aliweza kuoa. Kwa hivyo kama kuna miaka 40, basi Isaka amekuwa mzee, lakini Mungu anapokabiliana naye, anakabiliana naye katika maagano ya yeye na Abrahamu, akimwambia ya kwamba maagano haya ninayoyaweka na wewe ni maagano ambayo yana usharti ya kuweza kutimia, kwa sababu aliyeingia katika maagano haya ni Mungu mwaminifu. Maana tuliona ya kwamba maagano yale yenyewe hayakumtegemea Abrahamu ili yaweze kutimizwa, kwa sababu maisha ya ushirikiano wa Abrahamu na Mungu, japokuwa hatuwezi tukauita mbaya, lakini mara kwa mara tulimpata Abrahamu kwamba akiweza kutenda dhambi na kuachana na Mungu. Hivyo basi kama maagano yale angeweza kutegemea juhudi zake Abrahamu atakayotenda ili kuyathibitisha akaweza kutimia, basi asingeweza kutimia. Lakini maagano haya yalimtegemea Mungu, kwa sababu yeye peke yake ndiye aliyeweza kuingia katika maagano haya baada ya sadaka ile ya mlango wa 15 wa kitabu cha Mwanzo Abrahamu aliyeweza kuiandaa. Na tunaona watu hawa wameweza kumtembelea, na walivyokuwa wamefika kumtembelea, tukaona majadiliano ambayo yako hapo. Kwa hivyo tutaweza kusoma, msomaji wangu, kuanzia fungu la 26 hadi 31, kisha tutaweza kumalizia sehemu ambayo iko mbele yetu. Mwanzo 26 kuanzia mstari ule hadi 31. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Ahuzathi rafiki yake na Fikoli jemedari wa jeshi lake. Isaka akawauliza, mbona mwanijia nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema, na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe, ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatukukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani, nawe sasa umbarikiwa Bwana. Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona watu hawa, na tuliweza kuangalia yale ambayo yanatokezea, majadiliano yaliyopo kati ya Isaka na watu hawa, na tukaona watu hawa wamemjia Isaka kwa sababu ya vile ambavyo Mungu ameweza kukabiliana naye. Sasa angalia wanadamu vile walivyo. Swali ambalo najiuliza ni, kama baada ya wao kumfukuza Isaka, kama Isaka angeenda labda na akakosa kufanikiwa, labda akakosa kuongezeka, watu hawa wangekuwa na sababu yoyote ya kuweza kumjia Isaka? Haya yanaleta picha ya mioyo wa wanadamu, ya kwamba ni kweli kuna watu wengine wako katika maisha yako ambao watakuja kwa maisha yako. Kuna wengine ambao hawako kwa maisha yako leo hii kwa sababu ya hali yako ulioko sasa. Na kwa sababu hiyo mtu anaona nikijihusisha na wewe nitafaidika na nini?
Kwa hivyo hauna maana wewe. Kuna mtu unaweza ukamwomba msaada sasa akakosa kukupatia, kwa sababu nikupa msaada wangu nitafaidika na nini? Wanadamu wana tabia, na wana tabia ya ubinafsi, na kwa sababu ya tabia hiyo ya ubinafsi wanawatendea watu wema wakishaona wanaweza kufaidika na nini. Kuna watu wanaomba hata msamaha, watu wale ambao wanaona ya kwamba kama nisipomwomba msamaha sitaweza kufaidika kutoka kwake. Wengi wakisikia mtu mwenye pesa ana shida wanataka kumsaidia. Hao watu ambao umeketi nao karibu na wewe, waangalie vizuri tu. Huyo ambaye umeketi karibu na yeye, huyo mwanadamu huyo, tajiri akiwa na shida, kila maskini atataka kutafuta njia ambayo anaweza kuonekana kwamba ni mtu ambaye ana msaada kwa huyu tajiri. Lakini ni mitego, kwamba maskini wakati anamhitaji ama wakati anahitaji tajiri aweze kumsaidia. Hafanyi hivyo kwa kuwa eti ana nia kusaidia. Angekuwa anafanya hivyo kwa nia kusaidia, angesaidia maskini. Na watu hawa hawaufichi hata binadamu wao. Isaka anapowauliza, kwa nini mnanijia nanyi mlinifukuza kutoka kwenu? Angalia jibu lake. Naomba unisomee msomaji. Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe, ya kuwa hutatutenda mabaya, iwapo sisi hatukukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani, nawe sasa umbarikiwa wa Bwana. Sasa angalia wale watu ambao wamefuatana na Abimeleki. Amemchukua rafiki yake, amemchukua na mkubwa wa jeshi la nchi yake. Jeshi huwa ni nguvu ya taifa. Jeshi ni nguvu ya taifa. Watu hujipiga kifua kwa sababu ya nguvu ya jeshi walilo nalo. Waamerika huenda ni baadhi ya watu ambao wanawindwa sana katika dunia ya mashariki, lakini hawaishi na hofu kwa sababu wanajua ukubwa wa jeshi lililoko Amerika. Wakati mwingine Al-Qaeda ilipokuwa imechacha sana kabla ya kufa kwake Osama mwana wa Ladeni, walianza kuwateka watu nyara. Na walipoweza kuwateka nyara, wakawashika hostage wakiwa kwa meli baharini. Na Amerika ikaandaa jaribio la kuweza kwenda kuokoa watu wao. Watu hawa, video ile ambayo tuliweza kuiona ilikuwa kwa mitandao, labda wewe hukuwa wakati huo, ulikuwa bado mnanyonya wengine hapa. Si ni kweli mwaka wa 2003 watu wenye walikuwa wananyonya sasa na miaka 23. Mwaka wa 2003 hapo, si unaona kile naongea. Na hao watu ambao walikuwa wamewashika, walikuwa wamewazunguka hivi, lakini
jeshi la Amerika kutoka mahali lilipokuwa na vifaa vile ambavyo linaweza kutumia, liliweza kushambulia wale watu ambao wamezingirwa, na likamanage kuua hao watu ambao limezingira hapa, likaenda likanyakua wa Amerika wao wakawapeleka kwao. Huwezi mtisha Amerika, huwezi mtisha Muamerika akitembea anatembea na ujasiri. Jemedari wa jeshi amekuja na mfalme, lakini angalia maongezi ambayo yanafanyika. Inadhihirisha ya kwamba mfalme Abimeleki ameweza kuangalia uwezo alionao Isaka, akaona kama Isaka ataweza kuamua kuingia katika vita kupiga Gerari, anaweza kuishinda, na kwa sababu hiyo basi tumeleta hata uwezo wetu wa kijeshi kuja kusubmiti kwako Isaka, tukiomba ya kwamba mimi na wewe tuwe katika amani. Siri hii ilikuwa ikitumika wakati wote katika ulimwengu wa zamani wa utawala, kwamba watu waliweza kujitambua na ufalme ulio na nguvu zaidi, na kwa sababu hiyo wakafanya hivi. Huu ufalme ambao umetambua ya kwamba una nguvu kuliko ufalme wako, huu ufalme udogo ulikuwa kila unapofanya mazao yake na kuvuna, unaweza kutoa fungu la 10 kupeana kwa ule ufalme ulio na nguvu, ili katika siku ya taabu yao wakihitaji msaada, ule ufalme wenye nguvu uje uweze kuwasaidia. So unapata kwamba watu kuweza kutoa sehemu yao ya 10 katika ufalme ule ni ishara ambayo kwao walikuwa wanajisubject ya kwamba kutoka sasa sisi tu watumishi wako na kile tulicho nacho. Kwa hivyo Abimeleki anakuja na mkuu wa jeshi lake kuja kunena na mtu binafsi ambaye Bwana amembariki sana hivi kwamba wanatishika. Lakini kitu ambacho hawa hawajui, na huenda hili ndilo jambo ambalo hatujui, wale watu tunaochagua kuwaheshimu na wale tunaochagua kuwadharau, kwa sababu hata hapa kanisani kuna watu wanadharuliana wengine kwa wengine, kwa sababu wewe una uwezo wa kuweza kubadilisha nguo unayotaka kila Jumapili, na mwenzako ile nguo ambayo umemwona toka Januari mpaka sasa tuko Juni ameivaa karibu mara 300. Hatujafika mara 300, 363, labda mara 200. Jumapili zenyewe 200. But unaelewa kile ninachosema? Kwa sababu hata mkianza kuongea juu ya mwenzako, ukitaka kudescribe fulani, unasema yule ndugu ambaye huwa anavaa shati ya aina fulani. Lakini kile kitu ambacho watu hawakujua, wao waliona Isaka ambao wamemfukuza kutoka mji ameweza kushuka katika bonde, wakidhani ya kwamba mji wao ulikuwa na rotuba, hapo angeweza kupanda kufanikiwa. Lakini Isaka hata alipotupa pale bondeni, mahali ambapo maji hupita, ili kwamba ukipanda hakuna mmea unaweza kuwa, Isaka alipanda akiwa bondeni na Bwana akaweza kumfanikisha. Jamani, kama tunaweza kumtambua huyu Mungu anayetenda kazi katika maisha ya watu na tuwaheshimu kwa kuwa ni watu, lakini si kwa kuwa wameweza kubarikiwa, tungekuwa watu tulio bora. Lakini hiyo ndio ajabu ya leo. Hata mimi huenda nimeathirika hivyo, hata wewe huenda umeathirika hivyo, lakini nataka tuangalie tabia hii ya Wagerari na tusiweze kuiiga. Tuweze kuwapenda watu kwa kuwa ni watu, si katika uwezo wao wa kimapato. Hata wachungaji wameathirika kanisani. Wazee wa kanisa kama hawa ambao wanatolea fungu la 10 hapa, waikosea, siwezi kuwakemea, kwa sababu nina hofu ya kwamba napowakemea watakataa kutoa fungu lao la 10. Mimi Pastor Eri,
kuikosa na ukemea. Toka na hilo fungu lako la 10. Mungu atanipa. Mimi Mungu alinithibitisha katika hilo. Siliwaambia kuna wakati hapa watu walitoroka kanisani. Nikabaki na dadangu Teri na hawa watoto wake, na hata walikuwa hawana kazi wakati huo. Hawakuwa hata na uwezo kusema watatoa fungu la 10. Hata sadaka yenyewe ilikuwa tukifanya ibada ikiisha haifiki hata shilingi 250. Na wakati huo ndio niko shule, na wakati huo ndio napanga kuoa. Hayo mambo yote hayo Mungu akanisaidia, nikawa nimepata nafasi ya kwenda kufundisha muziki pale chuo kikuu cha Methodist, na ndio ikawa naweza kupata pesa. Lakini masomo huku nako ikawa imenishika mpaka nikashindwa, nikawa siwezi kuattend, na hapo ndio mahali nilikuwa naweza kupata pesa. Na siku nyingine nikatoka nikiwa na dadangu Teri na watu wengine tuliokuwa nao hapa. Mshirika mmoja anatoka hapa chini, hapa kwa El Nino hapa. Kaenda kufanya maombi kwa hiyo nyumba. Na tukamaliza, nikatoka nikarudi kwa nyumba. Kesho yake yule mshirika akanifuata. Akaniambia, ulipokuwa unaomba, landlord wetu anasema maombi yako aliyasikia na nguvu sana, hata anataka na yeye uende ukaweze kumwombea. So nikaenda nikaomba. Na nilipomaliza kuomba mimi nikatoka. Mimi siitishi sadaka nikija kukuombea. Kwa hivyo usiogope kunikaribisha kwako. Hata kama wanashinda kiwaambia napenda ugali na nyama, pale mahali naenda na ninapiga simu kuagiza kwamba nipike ugali na nyama ni kwa dadangu Teri. Wewe usiogope kunialika, mimi nakuja naomba bure. Nikaenda nikaomba, na nilipotoka hapo, najaribu kusema hii ili kuweza kujenga. Nilipotoka hapo, kesho yake yule mzee alimtuma yule mshirika na akamwambia, mwambie mchungaji kuanzia sasa kila mwisho wa mwezi itakuwa naleta fungu la 10 kwake. Na kila siku namlipia lita 1 ya maziwa. Na mboga nitakuwa nikimnunulia. And God did that. Nikiwa shule nikisoma mpaka nikamaliza. Uzuri ile siku ya mwisho nilipomaliza kwamba nangojea kwenda kufuzu, ndio siku yenyewe nikiwa na mtihani wangu wa mwisho, yule mwenye kunitahini jioni akanambia kuna mahali kuna mtu anaitwa Jika wa kazi, na akanishika mkono akanipeleka. Na nilipoenda nilichukuliwa kazi na nikaanza kazi. Mwisho wa mwezi ulipofika nikalipwa mshahara wangu. Tamaa ya mwanadamu, nikaona siwezi kumwambia yule mzee kuwa nimepata kazi ili aendelee kuleta fungu la 10. Lakini unajua nini kafanyika? Bila mimi kumwambia, bila yeye kujua, alituma tena salamu akasema kutoka sasa sitakuwa natoa tena fungu la 10. But kile nataka uone ni vile Mungu ambavyo anaweza kukabilia. Jameni, tusihofu kuambia watu ukweli, kama katika kufanya hivyo tunawasaidia. Usiogope kile unachoweza kupoteza kutoka kwa huyu mtu kama unachokifanya ni cha sawa. Mungu anajua, ndio nasema. Hapo ukikosea, hata kama fungu lako ndio kubwa, hapa upone na Pastor Yeri. Isaka anawauliza hawa, why have you come to me seeing that you sent me away? Wanajibu kumwambia ya kwamba tumeona waziwazi ya kwamba Mungu yu pamoja nawe, kwa hivyo tukasema acha tukaweze kuapiana. Unaweza kusoma fungu la 28. Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe, ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatukukugusa wewe wala tendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani. Nawe sasa umbarikiwa wa Bwana. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Hivi wanadamu sasa wamedhihirisha hali yao. Nataka waanze kuangalia marafiki wako. Hao watu unaowaita marafiki zako, walikuwa marafiki wako kwa nini? Kama uliwafanya wawe marafiki zako kwa sababu unajua unaweza kufaidika kutoka kwako, tafadhali kata huo urafiki, alafu tafuta watu ambao hauwezi kufaidika nao, uwafanye kwa rafiki. Wale watu ambao watakupigia simu wakikwambia wewe uwasaidie, lakini si wewe utapiga simu ukiomba msaada. Kama wale watu unaowaita marafiki zako ni kwa sababu ukitaka 50,000 unapata, wateme. Tafuta wale ambao wakitaka 100 wanapata kutoka kwako. Halafu uone vile Mungu anaweza kufanya na maisha yako. Kwa sababu kile kinachofanyika maishani mwako ni kwamba umeacha kumtegemea Mungu. Umeacha kutegemea uwezo wa Mungu wa kutosheleza mahitaji yetu. Paulo akiliandikia kanisa la Filipo 4:19 anawaambia, na ninajua ya kwamba Mungu wangu atakutana na mahitaji yenu kwa kadri ya wingi wa utajiri katika neema yake. Kama watu wakianza kumtegemea Mungu, we will not be selective the people we choose kwa sababu ni watu wa kutufaidisha. No. Look around your circle. Kama kuna mtu unaweza kusaidia, lakini si wewe kama unaweza kusaidiwa. So then verses 29, ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatukukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema, toka kuacha uende zako kwa amani, nawe sasa umbarikiwa wa Bwana. Amen. Hivyo basi watu hawa wamekuja kuweza kuomba hiyo amani, na wameweza kueleza sababu yao ya kile wanachokitafuta. Wanatafuta kufaidika watu hawa. Lakini tuangalie how Isaac responded to these people. And the Bible reads, hao hofu yao ni kwamba asije akawadhuru, na wanasingizia kwamba walimfanya mema. Tulisema Jumapili kwamba hawakumfanya mema. No matter how polite the chasing was done, provided it was a chasing, it wasn't a good thing. Because they sent him away at the time he didn't have anything to defend himself from. But look at Isaac in verses 30. So he says, so he made them a feast, and they ate and drank. Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa. Haya mambo yote ambayo Isaka anayafanya katika ufahamu huu ya kwamba watu hawa hawakuwa wema kwangu, japokuwa sasa wao ndio wamekuja tufanye amani na wao. Ingekuwa ni wewe ungesemaje sasa? Niondokeni. Ungeaita yale maneno yote ambayo unajua yenye hana heshima. But look at the man. But haya sio maneno ambayo Biblia inasema. Ni Waibrania pale, naweza kuwa nimesahau ni fungu la ngapi. Aidha liwe fungu la 14, sijui ni Waibrania ngapi. Itakuwa ni 12-14. Hebu angalia. Panasema tafuteni kuwa na bidii na watu wote na utakatifu, ambao bila huo hauwezi kumwona Mungu. Hebu angalia kama ni hapo. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tafuta, hata kama ni kwa juhudi
vizuri sana kuwa na amani na watu wote. Tafuteni jameni. Kuna watu hapa mumeweza kutoka kwa relationship nzuri. Huenda ungekuwa wewe ndio umepata mwanaume yule mzuri ambaye angekuwa wa baraka maishani mwako. Huenda ungekuwa umepata mwanamke yule mzuri ambaye angekuwa baraka maishani mwako. Lakini hukujifunza kanuni hii ya kutafuta kuwa na amani. Wewe ndio ulikosea mwenzako. Mwenzako alikupigia, ukaona missed call, hukuweza kureturn the call. Ulipoulizwa, "Baby, mbona nilikupigia simu hukujibu?" Ukaanza kuleta jeuri. Na mwisho ukavunja mahusiano ambayo yangekuwa ya faida kwako. Isaka anaangalia watu hawa wameeleza sababu yao ya kuja kuitafuta hii amani. Lakini thank you. Hata kama ndani yao kulikuwa na unafiki, Isaka anajua ile faida ya kuwa na amani na mtu. Tunaona Mungu amemtokezea Isaka akamwambia usiogope. Kwa hivyo Isaka alikuwa amehofu sana, hivi kwamba hofu yake ikafika katika enzi ya Mungu, na Mungu akaona vyema aje amwambie asiogope. Lakini Mungu hajaachia hapo. Kile kinafanyika hapa, Abimeleki anaweza kutoka kule na kuja, ni kidole cha Mungu kinachofanya kazi ili kuhakikisha amani ile ambayo Mungu anaitaka katika maisha ya Isaka inakuwa na udhihirisho. Na hivyo Mungu anamwamrisha Abimeleki pamoja na ushauri wake wote waweze kutoka wao waje kuiomba amani na Isaka. Haikuwa rahisi Isaka kuweza kutoka kurudi kule kwenda kuomba amani, maana alikuwa amefukuzwa. Kwa hivyo katika hekima ya Mungu, it was easier kwa wale waliomkosea Isaka waweze kuja kumwomba huyu kuwa na amani naye, na Mungu akamfanikisha pakubwa mpaka watu hawa wakawa hawana sababu ya kuweza kumdharau tena. So Abraham took the right initiative, and Isaac took the right initiative, and the right initiative is, okay, mmeweza kuja, napika chakula. So he made them a feast and they ate and drank. Wakakula wakashiba. Huwa nashinda nikiwaambia hapa kila wakati, anzeni kuwa na mazoea nyinyi washirika. Anzeni kuwa na mazoea enyi ndugu ya kukaribisha wenzenu makwenu. Shida kanisa hili lina watu wachoyo mno. Hamkaribishani. Wewe mwenyewe ulinikaribisha lini kwako? Mimi mchungaji wako. Wewe mwenyewe. Mwenye ambaye kunikaribisha kwake hapa, Elder Wosi, inue mkono. Mwenye ambaye kunikaribisha kwake hapa, nije tu nipikie nile nikunywe, ni nani? Inua mkono kama uko hapa. Huyu amenialika, huyu sijaenda lakini amenialika. Huyu ni kweli. Mama mwana asifiwe. Hebu inua huo mkono vizuri nione. Mama, ulinialika lini? Mnaona vile nyinyi wachoyo. Kuna kitu kinafanyika wapendwa. Wakati watu wanakula pamoja, kuna bondi ambayo inaingia ya undugu na urafiki. Learn to eat together with people. Inaunganisha watu pamoja. Na jamani, sisemi kwamba mpaka tuwe na vingi. Hapana. Karibisha tu mtu kwako. Aje anywe hata kama ni soda tu. Mkoa pale mjini, pigia simu mwenzako. Nimetoka kazi sasa, bado uko town. Kama uko town tunaweza tukakutana jamani, tutakunywa supu. Sasa mnajua ni mambo yangu, Pioniki anaanza kuniangalia. Kile Isaka anafanya, anajua kanuni ya umoja ambao unaletwa katika mlo mmoja. Na anapomaliza anafanya lile lilo dhihirisho na thibitisho ya kile ambacho watu hawa wamekiulizia. Najua nimeanza saa ngapi, kwa hivyo msiangalie sana. Najua yale masaa nimeanza. So in the morning, verses 31, unaweza kusomea. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao, kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani.
Amen. Imagine akawapikia wakala, akawapea mahali pa kulala, wakalala vizuri. Asubuhi wakaamkia ile shughuli. Ulimwengu ule wa zamani, makubaliano yalikuwa hayaingiwi na midomo peke yake, yanaingiwa katika maagano ya viapo, ambapo sadaka mpaka ziwepo. Sadaka inachinjwa, kama ni mnyama, hawa ambao wamekuja watakuwa na wanyama na huyu pia atakuwa na wanyama, watachinja. Halafu wale wanyama wanagawanywa katikati. Hivi katikati, sehemu moja ya upande huu wa mnyama inawekwa huu, nyingine inawekwa huku, inapangwa hivi. Halafu kuna kuwa na yale maagano ambayo mnataka tukubaliane. Kama huyu hapa vile leo anasema ya kwamba Abimeleki amesema kwamba ataka ukubaliane ya kwamba hautaweza kutufanyia baya. Kwa hivyo huyu mmoja ataweza kuchukua chetezo ambacho kimeweza kuwekwa manemane. Wakati hii mifugo imeweza kupasuliwa, imewekwa hapa, unapita katikati ukirudia yale maneno ambayo yameandikwa katika makubaliano ya kwamba mimi Isaka hivi leo ninajifunga ya kwamba nitakuwa na amani na mfalme wa Gerari pamoja na ufalme wake. Sitawafanya mabaya katika siku zangu, na nikiwafanya mabaya basi nifanyikie mimi kama vile ambavyo imefanyikia mizoga hii ama wanyama hawa. Huwa ni makubaliano ya mauti na uzima, huwa si jambo la hivi hivi. Kwa hivyo asubuhi wakaweza kufanya hivyo, na baada ya kufanya hivyo, na unaona kile chote ambacho kilikuwa kinafanyika kinahusiana na mnyama na umwagikaji wa damu, ikiwa ni picha kubwa ya Kristo atakayekuja kuweza kuimwaga damu yake kwa ajili ya kuweza kuingia katika maagano haya ya kuokoa wanadamu na Mungu. Na kutoka hapo tuliangalia. Kwa hivyo tunaona hapa there was a practical wisdom of Isaac's action. He didn't respond to evil by returning evil, and he sought God's provision along the patterns of unshaked ways. So they departed from him in peace. After a feast marking their covenant of peace, Abimelech departed from Isaac. And here we are, verses 32 through 33. Ikawa siku ile ile watumwa wa Isaka wakaja wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimba. Wakamwambia, tumeona maji. Naye akakiita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba hata leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona kile kinachofuatia baada ya makubaliano yale ambayo Isaka ameweza kuyafanya na mfalme wa Gerari. Tunaona makubaliano ambayo Isaka ameyafanya siku ile ile, na baada ya haya kuweza kutimilika, tunaona habari njema zinaweza kufuatana naye. Ile siku tu alipotafuta kutengeneza amani na watu wa mji ule, watumwa wake wanakuja wanasema, Biblia imesema it came to pass the same day God brought many good things to Isaac at once. Mungu anamfanyia Isaka mambo mazuri. Tunaona he enjoys a rich season of blessings. Anakuwa na majira ya baraka nyingi kutoka kwa Mungu. Na pia jambo la pili tunaniona kwamba watumwa wake wanakuja kumwambia kwamba we have found water. I mentioned this last Sunday. Na nikasema Abraham was a man of altars, and Jacob nikawatajia kwamba he will be a man of tents. Between them Isaac becomes a man of wealth. Anakuwa mtu wa visima. And through this he knew God's constant provision. He knew by experience God could provide in many ways. Tunamwangalia Abraham, tutamwangalia Yakobo. Kuna mtu ambaye tutaachana na yeye kwa sasa katika mlango huu, na ni Esau. Na tunaona kutoka kwa Abraham, Isaka haikuwa Ishmaeli wala wale watoto wa Ketura. Mungu amemchukua Isaka na anamtumia. Isaka ameleta Esau na Yakobo. Mungu anaachana na Esau,
anamchukua Yakobo kuweza kumtumia. Yakobo tutakavyomwona huko mbele atakuwa ni mtu wa mahema pia. Lakini Isaka, sasa hivi vile tumeweza kuwa tuna biography kidogo ya Isaka, tumeona visima vingi kuliko mahema yale aliyoweza kuyatengeneza. Na lakini zaidi ya yote alijua by experience, and by experience I mean from the word that God told him, I am the God of Abraham. Look at Abraham, how I dealt with him, and see how faithful I am. So by experience alijua ya kwamba Mungu anaweza kukutana na mahitaji yake. Kwa hivyo anapokuja kumwambia habari ya kisima kile, Isaka anakiita kisima kile Sheba. So after you have drunk of the waters of contention and hatred, ambayo nilielezea Isek, kisima Isek na Sitna. Isek contention, Sitna opposition. So baada ya kwamba ameweza kukunywa maji ya visima hivi vya shida vya kuweza kung'ang'ana na kushindana, so Isaac is brought to a place of Rehoboth, a place of big space, a place of a wellspring, mahali pa chemichemi, where you shall have a big room. Rehoboth inamaanisha God has given us a big room. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuona watu wakitulia wakati neno linaendelea jamani. Tutaanza kuwa na time za watu kuruhusiwa kutoka nje kwenda kujisaidia. So Isaac, the well of the earth. Na tunaona kwamba jina lingine linaweza kuitwa the seventh well. So tukihesabu vile visima ambavyo vimeweza kufanyika, sasa hivi tuko na visima 7 katika maisha ya Isaka. Na hapo ndipo ambapo Bwana ataweza kukupa kibali na kuweza nawe uweze kumtukuza Bwana Mungu wako. Spurgeon anasema nukuu hii. So he called it Sheba, like Isaac, after you have drunk of the waters of contention and hatred, you will be brought to Rehoboth, where you shall have a room, even to Beersheba, the well of the earth, or the seventh well, the well of satiety, where your enemies shall seek your favor and glorify your God. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuyajue haya kwamba inawezekana na Mungu katika mapenzi yake kuweza kuwaleta watu katika mahali pa ufanisi na ukufanikisha sana mpaka watu ambao walikuwa wanakudharau waweze kukuheshimu. Nakumbuka machungu yale aliyoweza kuyapitia katika huduma hapa. Apostle alikuwa hapa wakati huo. Kina Tunika alikuwa bado ni vitoto kama labda kina huyu hapa. Zile challenges vile zilikuwa nyingi hapa. Tulidharaulika sana. Sana. Lakini huwa inachukua Mungu tu muda mfupi kuweza kuwanyamazisha. Wakati huo madharau akiwa yameongezeka, nakumbuka I was pushed so hard to the wall, nikawa hata siwezi kujitetea tena. Unasemwa sana kanisani mpaka inafika Jumapili unashindwa kuja kanisani. Na wazee wa kanisa na mama wengi kanisani wakiniita mvivu. Hawa vijana kazi yao ni kula na kunywa tu. Kuna kazi nyingine wanafanya. Nikakuja kutafutiwa kazi na mzee wa kanisa. Nikapelekwa kwa kazi. Ile kazi niliyopelekwa ni kazi ya kuwa caregiver wa mzee ambaye ni kiwete. Kabeba huyu mzee, mimi ndio na masaji huyu mzee. Akienda haja ni mimi ndio namtengeneza huyu mzee. Mpandishe kwa kitanda yake, siwezi kulala mpaka masaa yake yale yeye anaweza kulala. Na kwa kuwa yeye ni mtu yuko na pesa, analala time zile anataka yeye mwenyewe. Nilikuwa nilale kama saa 9 hapo na niamke saa 12 kuweza kuenda kumtengeza. Na nikifanya kazi hiyo, asubuhi nimshukishe nimlete chini kwa ofisi yake. Akisikia ama ni kwenda haja nene nikambebe tena nimpandishe
juu kwa ghorofa na hakuna lift, ni stairs, ni mbebe na wheelchair. Wengine asubuhi nimemaliza kufanya kazi zangu saa 4, nimetoka nimekaa kwa garden hapo nikijisaidia. Siku hizo nilikuwa natembea namna hii kwa sababu hiyo kazi ya kuweza kufanyia masaji huyu mtu mikono paka imezoea, natembea kama ungeniona ungefikiria mimi ni boxer. Nikiwa hapo, huyu mzee alikuwa na tabia ya kumleta mama anakuja akimwombea hapo kwake. Na huyu mama waliingia wakiwa wawili, wakanipata kama nimesimama hapo. Akanisalimia lakini akaniangalia sana mpaka nikaanza kushuku kuna nini. Na akapita akaenda kwa huyo mzee, akaenda akamfanyia maombi. Aliporudi akiwa anatoka akakuja I get emotional when I talk about this. It wasn't a very good experience. The woman looked at me. Na akanambia, God is telling me urudi kanisani. Kafanya ile kazi Mungu amekuita kufanya. But I'm thinking about the church. Pale mahali nitaenda kuhudumu ni wapi? Mahali natukanwa. Mahali nasemwa kila kitu kilicho kibaya. Nikaamua sitarudi, nitaendelea kufanya hii kazi. So niliporudi kwenda kumchukua bosi wangu nimpandishe, akanambia, mimi Mungu amesema wewe mtu utoke hapa kwangu. Amesema urudi kanisani, yule mtu anayeniombea ameniambia nisiruhusu ukae hapa. Ukikaa hapa mimi nitakufa. Kwa hivyo toka. Na akanilipa pesa yangu. Nikawa sasa sijui nitaenda wapi tena. Brothers, but you guess what? Niliporudi baada ya kukaa hapa kanisani, it got too so, maumivu yalikuwa yanazidi. Yaani kanisani mahali ambapo unahitaji kupata faraja, haupati faraja. Na makosa ambayo ninafanya ni kwamba niko hapa Jumatatu kwa ajili ya ibada ya maombi, niko hapa Jumanne kwa sababu ya ushirika wa vijana, niko hapa Jumatano nitahubiri, niko hapa Ijumaa kwa ajili ya kesha. Tulikuwa tunakesha ya kila Ijumaa hapa. Leo utanipata nahubiri. Narudi hapa Jumamosi usiku kwa mazoezi ya praise and worship mpaka saa 8 usiku. Niamke nijitayarishe nirudi Sunday, utanipata mpango wa kuhubiri. Soma shida zikazidi zikawa nyingi, nikamwenda nitatoka Mombasa. Sijui nitaenda wapi, lakini Mungu, mimi nitatoka Mombasa. So Mungu akaona I was determined to really live. Na wakati nafikiria nitaenda wapi, then my long time friend gave me a call. Akaniambia, Yeri uko wapi? Kamwambia niko Mombasa. Akaniambia, njoo bana, nimeanzisha huduma. Nimeanzisha huduma huku South Coast, njoo tufanye huduma. Na kwa mwaka mzima nilitoroka hapa kanisani, nikaenda kukaa huko angalau kama moyo wangu utapata faida. Nilipokuwa South Coast, then wakati huo kampuni ya Best Titanium ilikuwa ndio inaanza. I made my application. Na nikaitwa, niliwaelezea vile ambavyo niliitwa na nikaenda. Na nilipoenda Mungu akanifanikisha kupata ile kazi. Na nikaanza kulipwa mshahara mkubwa sana, ambao hakuna mtu yote wale waliokuwa kanisani hapa wakati huo waliweza kulipwa mshahara mkubwa kama huo. Best Titanium mimi ndio nilikuwa mfanyaji kazi peke yake ambaye nilikuwa nafanya stores, ambaye niliweza kupewa meal card ya kuweza kula na managers. Kwa sababu ilipofika Best Titanium nikienda kufanyiwa induction, nilipata mmoja wa watu ambao ni human resource huko kwa plant. Ni msichana ambaye nilikuwa nimemfundisha kazi mahali pengine kitabu. So akafanya mpango, mimi nikapata a meal card. Nilikuwa napewa allowances za weekend. Weekend ikifika, naingia kazi, natoka saa 6, nakuwa pesa shilingi 5,000 za kuweza kukula kati ya Jumamosi na Jumapili, Jumatatu nirudi kazi. Sikuwa nagusa hata mshahara wangu wenye unaingia kwa account. Na watu all of a sudden, wale ambao walikuwa wakidharau, wakaanza kushangaa kwamba Mungu anaweza kufanikisha watu. It is possible. What am I saying? Look at Isaac's life. The man decided
to respond to these people by doing good while they had mistreated him. And God rewarded him. And now they have come. Your enemies shall seek your favor and glorify your Lord. Charles Spurgeon anaposummarize habari hii ya Isaka anasema maneno hayo. So he called it Beersheba, like Isaac. Now you, like Isaac, after you have drunk of the waters of contention and hatred, you will be brought to Rehoboth, where you shall have room. Yeah, even to Beersheba, the well of the earth, or the seventh well, the well of satiety, where your enemies shall seek your favor and glorify your God. Nuku ya Charles Spurgeon. So verses 34 and 35. Esau alipokuwa mwenye miaka 40 akamwoa Yudithi binti Beeri Mhiti na Basemathi binti Eloni Mhiti. Roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So tunamwona uchaguzi wa Mungu. Tulikuwa tunamwangalia mlango uliopita wa mlango wa 24. Tukiona Mungu anavyowachagua watu katika makusudi yake. Na Mtume Paulo tulipoweza kuangalia mlango wa 8 na wa 9 katika waraka wake kwa kanisa la Roma, anakabiliana na jambo hili la Mungu kuweza kumchagua Yakobo wala si Esau katika mlango wa Mwanzo 25. Na sababu zake Paulo ni kwamba Mungu huwachagua watu si kwamba wameweza kutenda mema ama mabaya ili aweze kuwachagua katika kuwatumia. La hasha, kwa sababu hata Esau na Isaka wakiwa bado Esau na Yakobo wakiwa bado tumboni, Mungu alichagua katika hekima yake kuweza kumtumia Yakobo kuweza kuyatimiza mapenzi yake. And yes, we will decide then katika kuchagua huko kwa Mungu ya kwamba God hated Esau and he loved Jacob. But we looked at the life of Esau. Na tukakiangalia kitabu kile cha Waebrania mlango wa 12 fungu la 16. Labda unaweza kuanzia 14 hadi 16, but 16 ndio unatafuta. Biblia ikianza kumuita mtoto huyu. Waebrania 12 hadi 16. Waebrania 12, 14 hadi 16. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao, mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. So tunaziangalia sifa zake Esau. Sasa hapa huyu mtu amefika miaka 40 na anaona ni vyema aoe. Lakini angalia kile anachofanya. Anaenda anamuoa Yudithi binti Beeri yule Mhiti na Basemathi mwana wa Eloni Mhiti. Sasa babake amekuwa na mke mmoja ambaye ni Rebeka. Yeye anaoa wake wawili. Katika lipi? Lakini tunaona mwenye kueleza katika Waebrania, wale ambao wanapigania upatu ya kwamba mwanaume anaweza kuoa zaidi ya wanawake wawili, kwa sababu kuna wahubiri wanasema hivyo. Biblia inaangalia maisha yake Esau ya kuweza kuoa wake wawili, na imemuhitaji fungu la 16 Waebrania 12. Waebrania 12:16 imesema, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu. Kwa hivyo ni uasherati ambayo huwapelekea watu wakatamani kuwa na wake zaidi ya wawili. Usijidanganye ya kwamba ni Biblia inasema hivyo, maana hapo mwanzo Yesu aliwajibu Mafarisayo, hapo
Mungu alimuumba mke na mume mmoja. Wewe kama umeamua kuwa mwasherati, mzinzi, fanya tu. Usituhubirie kwamba ni sawa kuwa na wake wawili. Shika maandiko, kwa sababu inapoangaliwa sifa yake ya kuweza kuyafanyia yale anayoyafanya Esau, kumbe ni uasherati ambao unamsumbua. But Biblia haijaishia uasherati tu, inamtaja tena na neno lingine. Malizia fungu hilo hilo tu, rudia 16. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu. Kama Esau. Sasa basi, hayo maamuzi ya mtu kuweza kujiolea wanawake zaidi ya mmoja, hata kumcha Mungu hakuko. Kwa sababu kama unamcha Mungu, kito chake Mungu, kito cha kumcha Mungu kuwa na mke mmoja, kwa sababu aliyakusudia hayo alipokumuumba Adamu. Hakumuumbia wake wawili, na Mungu alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. But kanuni nyingine ambayo tunaona Esau anaivunja hapa ni kwamba anaivunja kanuni ambayo babu yake aliweza kuiweka. Babu yake Abraham alikuwa amemwonya Eliasa ya kwamba Isaka mwenyewe hapasi kuoa mwanamke wa Kanani hata kama anaishi Kanani. Arudi Paddan Aram akaweza kumchukulia binti kutoka kwa watu wake. Pati nyinyi mmejaa hapa, mkitaka kuolewa, wandugu wa kuokoka wanaboesha, mnasema hivyo. Mnataka wandugu ambao watawapeleka club mkafanye clubbing. Mtataka wandugu ambao wanafurahisha, ambao watataka muende mkatweki hivi washike video. Mnapenda wandugu ambao watawataka mvae vinguo vya ajabu ajabu, sababu kanisani kuna kugopesha. Mnasahau maagizo ya Mungu kwa sababu ya kutaka kujiridhisha wewe. Unatafuta kujiridhisha wewe at the expense of breaking God's command. Esau anafanya maneno haya, anavunja kanuni ambayo babu yake aliagiza katika fungu la 3 na fungu la 4 mlango wa 24 kitabu cha Mwanzo. Na kile kinafanyika ni kwamba Biblia imetaja ya kwamba he was a grief to his parents. They were a grief of mind to Isaac and Rebekah. This was evidence of Esau's character as a fornicator and a profane person. Wapendwa, maisha haya ama mambo haya yote ambayo tunayasoma hapa, anakuja kwetu kama dira kuweza kutupa mwongozo, na anakuja kwetu kama maonyo kuweza kutukataza yale mambo ambayo tunayashabikia ambayo si ya kiungu. Kama umeokoka, mume wako yule unaita boyfriend lazima awe ameokoka. Sitaki kutumia hiyo boyfriend kwa sababu si neno nzuri hasa katika wasilisia wake. Boyfriend linamaanisha kijana ama mwanamke ambaye unalala naye kimapenzi. Kama ukiona nakosea, angalia kwa Google yako, itakuambia hivyo. I've done my research, songe maneno hivi. Yule mchumba ambaye atakuwa mchumba wako anafaa awe ameokoka. Najua nyinyi ni wasichana ambao mko na ambition, but tafadhalini, nataka wasichana ama wavulana, ambition zenu zisiweze kufikiria kuona ya kwamba kuolewa na mwanamume tajiri ni kitega uchumi. Hapana. Kama una ambition ya kuwa tajiri, jifunze kufanya kazi kwa mikono yako, ili tunaporudi mlango wa 15 tulisema hivi, ili kwamba kama tutakuwa na mali ambazo tutakuwa nazo ni vitu ambavyo watu wakiviangalia, our properties bears the footprints of the handprints of God's working in our lives. Itakuwaje kama utakuwa na gari, na gari yako hii unajua si kwamba ulilala mwanamume ndio akaweza kununulia. Ujue hii gari niko nayo ni kwa sababu nilifanya kazi na mikono yangu. Ina utukufu namna gani jambo hilo kwa Mungu kuliko kuwa na majumba
na magari, lakini unajua that was at the expense of your body. What honor does it give to a young man like you, ambaye utakubali kuwa Ben 10 ili uweze kuendesha maharia? But it is happening today right in church. Vijana wetu hao mnawaona hapa, yanafanyika hayo. Wamejitwalia wamama ili maisha yaweze kuwa sawa tu. Utajiri wa namna huyo, it does not bear the print of God's fingers on our properties. Brothers, let us be like Esau, a prophet. Verses 15 imesemaje? Ya kwamba kusiweko mwasherati kama nani? Soma tunapomalizia. Waebrania 12:16. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Mwasherati Esau ni mtu ambaye hakumcha Mungu. Alikuwa mwasherati, akawa hamchi Mungu, na kwa sababu hiyo akauza urithi wake kwa sababu ya chakula tu. Kama vile ambavyo wewe umewahi kufanya na maisha yako. But here is an invitation to you. Tumwendea Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Those of us who are already in the faith, na umeweza kujipata kwamba wewe ni msichana, wewe ni mvulana, na umeweza kujipata katika shida hii ya kuweza kulalwa ama kulalalala na wanawake, I am calling you to the throne of grace where you can find mercy. Hebrews 4:16. Where you can find mercy. Repent of your ways. Turn from your evil ways. Turn to God. Na wale ambao hamjaokoka kabisa, here is a calling. The Lord loves you. He receives both of you. But hell is real. Jehanamu ni kweli. Usipomgeukia huyu Yesu ambaye peke yake anaweza kukuosha kutoka kwa udhalimu huu ambao Esau alikuwa nao, wewe unakuwa ni mrithi wa jehanamu ya milele. Lakini uzima wa milele ndio huu, wa kujua ewe Mungu Baba na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana duniani ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bwana akubariki. Father God, thank you for your word. Thank you for speaking to us this morning. Help us, oh God, Jehovah God, as we live, that we may live a life that is worthy the calling of salvation. Help us, oh God, to embrace the forgiveness that you offer even now through Christ Jesus our Lord. We have failed as Christians. Tumeanguka katika dhambi za aina mbalimbali. Bwana, wewe unazijua njia zetu na matendo yetu. Tusaidie, tushike kwa mkono wako wa nguvu, tukaweze kusema la kwa kila aina ya uovu na uchafu, na tukaweze kung'ang'ania msalaba, ambapo hapo tunapata msamaha na tumaini la kweli. Katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo tumeomba kwa imani. Amen.